Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News kupitia hapa The World News uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu. Lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile ambacho serikali ya Iran imeeleza kwamba hatua inayofuata ya operation ya Iran dhidi ya Israel inaweza kujumuisha mashambulizi katika kambi za kijeshi za Marekani katika eneo zima la Mashariki ya Kati, kutokana na ukweli kwamba Donald Trump alishirikisha Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, na hivyo kisasi chao kilianzia nchini Israel na hatimaye sasa kitafuata katika kambi za kijeshi za Marekani kote katika Mashariki ya Kati. Shirika la habari la Fars limeripoti Jumamosi likinukuu chanzo kikuu cha kijeshi cha Iran ambacho hakikutajwa. Vita vilivyoanzishwa na utawala wa Israel kwa njia ya uchokozi vitaenea katika siku zijazo hadi katika maeneo yote yanayokaliwa kwa mabavu na utawala huu na vituo vya Marekani katika eneo, na wavamizi watakuwa walengwa wa mashambulizi makubwa na makubwa zaidi ya kulipiza kisasi cha Iran, chanzo hicho kilisema. Makabiliano haya hayataisha kwa hatua zilizotolewa jana usiku, ilisema taarifa hiyo. Iran itaendelea kufanya mashambulizi. Vitendo hivi vitakuwa chungu sana kwa wavamizi na vitafanya watubu kwa yale walioyafanya. Marekani inajivunia na mtandao wa kambi karibia 1000 za kijeshi kote ulimwenguni. Kuna angalau wanajeshi 170 wa Marekani katika zaidi ya nchi 80 katika Mashariki ya Kati. Vituo vya kijeshi vya Marekani viko nchini Bahrain, vipo Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Falme za Kiarabu, Oman, Saudi Arabia pamoja na Syria. Ni moja kati ya maeneo ambayo yana kambi za kijeshi za Marekani, lakini Iran imesema kwamba lazima itashambulia maeneo hayo, huku ikitoa tahadhari kwa raia katika maeneo hayo kwamba hawapaswi kuwa karibu na kambi hizo kwa sababu jambo zito litafuata katika maeneo hayo, kwani Iran ilishambuliwa na moja kati ya watu ambao wameshiriki katika mashambulizi haya ni pamoja na Marekani kupitia mgongo wa Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment pamoja na kusubscribe channel hii ili uweze kuyajua mengi kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.